Viongozi wa upinzani na wenzao wa mrengo wa Linda Mwananchi wameapa kushirikiana pamoja ili kumfanya Rais William Ruto kuwa rais wa muhula mmoja, wakisisitiza kuwa watajadiliana na kumchagua kinara mmoja wa upinzani atakayemenyana na Rais Ruto debeni katika uchaguzi mkuu ujao. Wamebaini kuwa Wakenya wana uchungu na serikali ya Kenya Kwanza, kwani imekuwa ikiwakandamiza, wakiongeza kuwa Wakenya hawatasahau hatua ya serikali hiyo kuwaua vijana wa Gen Z. Haya yamejiri katika hafla ya mazishi ya mamake seneta wa kaunti ya Kisii, Mama Teresa Nyaboke, ambapo viongozi wa ndani wa Rais Ruto akiwemo kiranja wa wengi bungeni Sylvanus Osoro na mbunge wa Kitutu Chache Japheth Nyakundi wamekuwa na wakati mgumu kuzungumza. That the time for change is now. It is clear that William Ruto is going to be one term. It is very clear. But we must recognize that election is also a process. And Ndugu Jim Orengo, we've come a long way. We should not give up. We are nearly there. We are nearly there for the sake of this country, to deliver real change and to deliver a nation that is going to stand together. A democratic state, not a monarchy. The Kenyans are paining. The Kenyans are paining and paining very, very badly. Kitu nakubaliana na nyinyi ya kwamba it will be a terrible thing, and I have said this before, it will be a tragedy if we allow Ruto to come back. I want to advise, allow me, I was in security, let me give you free and solicited advice, and also you can tell them, you are making the country ungovernable yourselves by your own fairly foolish act. Munakamata mtu tu bure, tuende kukamata huyu kwa sababu ni rafiki yangu. It doesn't help you. Ndugu yangu Matiang'i, mimi niko tayari kama kiongozi wa Linda Mwananchi kufanya kazi na wewe. Niendelee nisiendelee? Niendelee nisiendelee? Sisi wote lazima tukubali, it is no longer about our personal feelings about each other.